Ongezeko la ukosoaji kutoka mataifa ya kusini mwa dunia kuhusu uhalali wa juhudi vimeendelea kuongezeka. Hasa juhudi hizo zinaongozwa na mataifa ya magharibi kusukuma mbele mpango wa amani wa vita vya Ukraine. Wakosoaji wanasema mpango huu unaonesha tofauti kubwa katika namna Marekani na Ulaya vinavyoshughulikia migogoro duniani, hasa inapohusisha washirika wao. Wachambuzi kutoka Afrika, Asia na Amerika ya Kusini wanadai kuwa mpango wa Ukraine hauonekani kama jitihada huru za kusitisha vita, bali kama mkakati wa kulinda maslahi ya ushawishi wa kisiasa wa magharibi. Wanahoji kuwa nguvu ya kidiplomasia, vikwazo na kampeni za kimataifa kama zile za Ukraine hazikuonekana Gaza, Yemen, Libya, Iraq au Sahel. Profesa Lumumba wa Kenya ametilia shaka uwiano wa msimamo wa magharibi, akiuliza kwa nini juhudi kama hizi hazikuonekana wakati mamilioni walipouawa huko Kongo, Libya na Iraq. Mtazamo wake unaungwa mkono na wasomi wengine barani Afrika wanaosema magharibi huonyesha hasira tu pale maslahi yao yanapoguswa. Hebu tutizame nchini Uganda. Profesa Mahamud Mamdan amesema mataifa ya magharibi uhalalisha migogoro ya Ulaya kimaadili huku yakichukulia mizozo ya Global South kama masuala ya usalama pekee. Kauli hii inaonekana kuakisi mwenendo wa Ulaya kusukuma vikao vya amani na shinikizo dhidi ya Russia, mikakati ambayo haitumiki kwa washirika wao wanaokabiliwa na tuhuma za ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Katika bara la Afrika, tofauti hii inaonekana zaidi. Dr. Rikana Chihombori aliyewahi kuwa balozi wa Umoja wa Afrika nchini Marekani amesema mwitikio mkubwa wa Ukraine unaonyesha kuwa mateso ya Waafrika hayawahi kipaumbele katika hatua za kimataifa, isipokuwa tu pale ya nje yanapohusika. Mabalozi wengine wanaongeza kuwa mpango huo unatafsiriwa si kama mpango wa kumaliza vita, bali mpango wa kuamua matokeo yake. Mshauri mwandamizi wa Umoja wa Afrika kwa sharti la kutotajwa jina amesema mataifa mengi yanaona mpango wa Ukraine kama mkakati wa kisiasa zaidi kuliko mpango halisi wa amani. Aliukumbusha ulimwengu mfano wa Libya mwaka 2011, Iraq mwaka 2003 na Rwanda mwaka 1994. Migogoro mikubwa iliyokosa shinikizo la pamoja kama linaloonekana leo. Kwa mtazamo mpana zaidi, mwanahistoria kutoka India, Vijay Prashad, amesema vita vya Ukraine vimedhihirisha utaratibu wa kupangilia thamani ya mateso ya binadamu. Ameonyesha tofauti ya jinsi Ulaya inavyopokea wakimbizi wa Ukraine kwa haraka, ili hali wakimbizi kutoka Afrika na Mashariki ya Kati wameendelea kukumbana na vikwazo na hatua za kibaguzi. Kwenye uchumi, kupanda kwa bei ya mafuta, usumbufu wa masoko ya nafaka na masharti magumu ya fedha yameathiri zaidi mataifa maskini. Wakati huo huo, bajeti za kijeshi za kimataifa ya magharibi yameongezeka kwa kasi kubwa. Profesa Chris Lanshabak wa Afrika ya Kusini ameonya kuwa taasisi za kifedha zinaweza kuwa zimetumia uchumi kama silaha dhidi ya mataifa ya Afrika, huku zikipuuzia matumizi makubwa ya kijeshi ya magharibi. Katika upande wa diplomasia, ushindani wa kimataifa umeongezeka. Tanzania, Afrika ya Kusini, Namibia, Uganda na Kenya zimekabiliwa na shinikizo kuhusu msimamo wao kwenye kura za Umoja wa Mataifa. Dr. Ramadhan Dau aliyewahi kuwa balozi wa Tanzania amesema hali hii ni kurejea kwa diplomasia ya enzi za vita baridi kwa sura mpya. Mataifa ya magharibi yanasisitiza kuwa yanailinda Ukraine kulingana na sheria za kimataifa. Hata hivyo, wakosoaji wanasema kuwa utekelezaji wa sheria hizo ni wa kuchagua. Wanakumbusha kuwa maamuzi ya mahakama ya kimataifa dhidi ya Israel hayajasababisha vikwazo, wakati operation ya Saudi Arabia, Yemen na historia ya Ufaransa, Sahel hazijawahi kuchochea uwajibikaji wa pamoja. Akizungumza hali hiyo, Profesa Richard Falk aliyewahi kuwa mtaalamu wa Umoja wa Mataifa amesema sheria za kimataifa zimetumiwa kwa upendeleo mkubwa. Wachambuzi wa vyombo vya habari wanaongeza kuwa simulizi za magharibi zinachochea mtazamo huo, ikitaja upinzani wa Ukraine kama kujilinda, huku upinzani wa Wapalestina ukitafsiriwa kama ni ugaidi. Kwa mataifa mengi ya nje, Ulaya na Marekani, mpango wa amani wa Ukraine unaonekana kuakisi ukosefu wa usawa mkubwa katika uongozi wa dunia. Msomi Ferwine Sarr wa Senegal ameandika kuwa dunia isiyo sawa haiwezi kudai huruma isiyo sawa. Wakati vita vya Ukraine vikiendelea kuleta maafa, wachambuzi wanaonya kuwa mpango wote unaochukuliwa kama wa kiupendeleo au wenye ajenda
ajenda za kisiasa, utapata ugumu kukubalika nje ya Magharibi. Swali linalobaki ni kama mataifa ya Magharibi yako tayari kusikiliza au yataendelea kushikilia mtizamo wao wa kidiplomasia ambao sehemu kubwa ya dunia haiukubali tena. Hii ni ripoti ya MediaWire Express, habari fupi mahiri kwa Afrika. Mimi ni Joseph Isangura.